Amesema hayo akiwa katika kongamano la vijana lililoandaliwa na idara ya vijana jimbo la Magharibi KKKT Diocese ya Meru na kufanyika katika usharika wa Keri mkoani Arusha, ambapo amewashukuru vijana wa jimbo hilo kwa mwitikio mzuri waliouonyesha katika kuhudhuria kongamano hilo na kusema kuwa mafundisho walioyapata yatawaimarisha kiroho na kimwili. Pekee tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo tumeweza kuwa na mwalimu Emilian Katubayemo ambaye Mungu amemtumia ipasavyo kusema na vijana, na kwa kweli tumeona jinsi vijana wamefurahia sana mafundisho ya neno la Mungu kwa siku ya leo. Kwa kweli na tumebarikiwa sana kwa sababu ni kongamano letu la kwanza katika jimbo letu la Magharibi, lakini tumeona mwitikio mkubwa sana wa vijana kuwepo, na tunaamini kwamba kwa mwanzo huu tutaendelea kuwa na makongamano mengine kwa ajili ya utukufu wa jina la Mungu. Mnenaji wa kongamano hilo, mwalimu wa neno la Mungu Emilian Katubayemo, amesema vijana wanapaswa kuyajua mapenzi ya Mungu makamilifu ili waweze kutimiza malengo yao waliojiwekea, huko katibu wa idara hiyo ya vijana jimbo la Magharibi Esther Samuel Kaya akieleza malengo ya kongamano hilo. Moja ya kitu ambacho tumejifunza kwenye kongamano hili ni kuyajua mapenzi ya Mungu makamilifu, kwamba kila kitu Mungu anachokifanya ni kikamilifu. Haijalishi anavyoanza kukifanya, lakini mwisho wake ni kwenye ukamilifu. Ni kwamba kwenye kila jambo ambalo linatokea kwenye maisha ya kijana limebeba ndani yake makusudi ya Mungu yaliyo makamilifu. Sio kila jambo baya ambalo mtu analipitia ni laana au madhabahu za ukoo. Mengine tunayapitia kwa sababu ndani yake yamebeba kusudi fulani la Mungu, na usipolielewa ni rahisi kukata tamaa na ukasema una mikosi au ukasema madhabahu ya familia, lakini kumbe kuna kitu Mungu anafanya. Lengo la kongamano hili ni kwa ajili ya kuwavuta vijana na kuwaweka pamoja kwa ajili ya kumtukuza Mungu na kumuinua Mungu, kuwaleta vijana wote wa sharika zote, sharika zetu 10 na sharika nyingine jirani, ili waje kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Wito wangu kwa vijana, tunaomba wawe wanahudhuria katika makongamano kama haya kwa sababu yana mafundisho mazuri yanayotuvuta pale ambapo tumerudi nyuma na yanayotuinua na pia yanatusaidia kusonga mbele. Kwa hiyo tunaomba pia hata majimbo mengine wafanye makongamano makubwa kama haya, maana yanashawishi vijana kurudi kanisani. Mwenyekiti wa vijana usharika wa Nkwarua Penina Nyiti pamoja na baadhi ya washiriki akiwemo Deborah Mbise na Godlivin Akio wameeleza kuwa kupitia kongamano hilo wamejengwa kiroho na kimwili. Kwa kusanya vijana pamoja, kuwasaidia tukue kiroho, lakini ile namna kukuza ushirikiano, lakini pia kutafuta uso wa Mungu, na tunafuraha kwa sababu tunaamini Mungu ya kwamba hilo leo limefanikiwa. Na neno moja tu kwa vijana kwamba makongamano kama haya au mambo kama haya yanapotokea, basi tuwe na mwitikio wa kuitika na kwenda kwa idadi kubwa, ili kwamba kile ambacho kinatolewa kwa ajili yetu vijana tuweze tukipata, kwa sababu tukijua kwamba si vijana ndio taifa la kesho, lakini pia ndio kanisa la kesho. Kwa kweli tumebarikiwa sana na mwalimu wetu Emiliana, ametubariki, ametupa chakula cha kiroho. Kwa kweli tumefurahia kusifu na kuabudu, imekuwa kongamano zuri. Lakini kwa wewe kijana mwenzetu ambao umeshindwa kufika, tunakuombea Mungu katika kongamano litakaloandaliwa lijalo upate kufika. Kuna baadhi ya mengi ambayo tumejifunza siku ya leo, kama kumcha Mungu. Sisi kama kijana tumefundishwa vitu mbalimbali ambavyo vimetupasa sisi kumpenda Mungu, na vimetupasa sisi yani vile vitu ambavyo vinatushawishi kujua malango ya Mungu karibu kwa ukaribu zaidi. Kutoka hapa katika usharika wa Keri ulio sehemu ya KKKT Diocese ya Meru mkoani Arusha, mimi ni Elihuruma Chao.